Mwali wangu, niliona kufundisha kuhusu kuku. Kwanza kabisa tuanze kwenye hatua uchinjaji. Mara nyingi kuku akichinjwa shingo inabaki kuwa mchinjaji. Hapa sitaki kufunguka mwali wangu. Kuku akisha chinjwa, hasa kwenye hatua ya kumtengeneza, upaswi kumtengeneza ukiwa na wageni. Sio umekaa na kuku mbele ya wageni unamnyonyoa manyoya. Huo ni usungo na ni mwiko. Usifanye hivyo mwali wangu. Kuku ananyonyolewa ukiwa mwenyewe au ukiwa na mtu ambaye hata akiona hawezi kukupa faini. Mfano, ukiwa na wifi yako unaweza kumnyonyoa kuku. Ukiwa na mdogo wako unaweza kumnyonyoa kuku. Ukiwa na mtoto wako unamnyonyoa kuku. Ila upaswi kumnyoa kuku mbele ya mumeo. Na kama utamnyonyoa mbele ya mumeo, basi mpe mgongo wako ili asione kinachoendelea. Maana kuna baadhi ya maeneo ni usungo mwanaume kuyaona wakati unanyonyoa kuku. Jamani ni kungwe dume, alo, jomoni mumone, kipo kwa magume gume ya mapenzi. Oh, kungwe dume, kungwe dume. Mjomba, leo ni siku yako ya kwanza kujifunza njia ya wanaume. Kwanza kabisa nitakufunza hili jambo ulijue. Mwanaume kabla kuwa mume lazima kwanza awe mwanadamu mwenye nidhamu. Nidhamu ndio msingi wa heshima, na heshima ndio silaha ya ndoa. Unanielewa mjomba eh? Wanawake wengi wanalia kwenye ndoa si kwa sababu wanaume ni maskini, bali kwa sababu wanaume wengi hawajifunzi namna ya kuishi na mwanamke. Ndoa sio kuwa na pesa tu, bali ni kujua nani uko naye na unamheshimu vipi. Samahani kungu, naomba nikuulize swali. Hivi mwanaume anayetaka kuoa inabidi aweje? Swali zuri. Mwanaume anayetaka kuoa lazima awe tayari kubeba mzigo wa upendo, mzigo wa uvumilivu na mzigo wa majukumu. Ukiona unaweza kukaa kimya pale unapokasirishwa, unaweza kusamehe bila kudai shukrani, basi ujue umeanza kuwa mwanaume wa kweli. Ndio maana niko hapa kuwajenga wanaume wanaojua kupenda kwa hekima, si kwa nguvu. Sasa kuna wale wanaume wengine ambao hela ya ada ya watoto unampa mkewe apeleke shuleni. Nguo za watoto unampa mkewe akawanunulie. Mtoto akiumwa unampa mkewe ampeleke hospitali. Siku akikasirika kule njiani kuna lugha moja tu mwanamke huaga anaongea. Umeona hii hela mwanangu? Naitoa kwa ajili yako. Nikumbuke sana au soma sana mwanangu. Usimuona hela anavyoipata kwa tabu. Wakati hela jitoa yeye. Sasa siku mkija kuachana na huyo mwanamke, hao watoto baadaye hata ukiumwa hawaji kukuona. Tenga muda nao na hao waone kidogo, at least mzee katoa 2,300. Hii itapa nguvu na kuona kwamba baba anatujali sana. Leo tumeanza na somo la kwanza. Kesho nitakufundisha siri ya kusikiliza kabla ya kujibu. Haya mjomba. Jamani ni kungwe dume, alo, jomoni mumone, kipo kwa magume gume ya mapenzi. Zoa, abe. Angu. Udugu wangu. Naambia. Poa. Shoga, nimekufuata twende kisimani tukachote maji. Shoga yangu umechelewa kidogo tu. Mimi nimedamka mapema, nimejaza vyombo vyangu vyote vimejaa maji. Unanivunja moyo kwa kweli. Hivi unajua kwamba Nuru hajawekwa ndani? Hajawekwa ndani? Ndiyo. Shoga yangu una masia lakini hapo umezidi. Nuru sana weka ndani anafundwa. Shoga, Nuru hajawekwa ndani. Nimekutana naye jana mchana kupe na kifuko chake. Ina maana heka zote tunazopanga kwenda kumwoa Nuru hajafundwa? Hapana. Yaani hata mimi nilishangaa kama ulivyoshangaa wewe, kwa sababu inajulikana mila na desturi za kijiji chetu, binti anapotaka kuolewa lazima awe ndani na kufundwa. Lakini hayo maajabu. Na mamake anamkalia kimya tu? Hapo sasa cha kusikitisha anachodai yeye kwamba mamake mwenyewe ndo amekataa kufundwa. Sawa shoga yangu, nitalifanyia kazi hilo. Habari ndio hiyo. Mimi naenda zangu kuchota maji. Hakuna cha kuwekwa ndani wala nini. Kwaheri, baadaye shoga yangu.
Saidi, kungwi dume ni mtu hatari sana. Sijawahi kuona mtu ambaye anayefundisha mafundisho yanapita moyoni moja kwa moja. Inabaki utekelezaji wako wewe mwenyewe tunayefundishwa. Hata mimi nilivyomuona mara ya kwanza nilidhani tu ni hadithi za wanakijiji, lakini kiukweli muonekano wake anaonekana ni mtu mwenye hekima sana. Kitu ninachojiuliza, je, kwa mfano wewe nikihitaji anifunde, hii inawezekana? Inawezekana. Alafu unajua siku zote kufagia kunaanzia miguuni mwako, alafu ndo unafagia na kwa mwenzako. Siku zote ili uwe bora, lazima kwanza na wewe mwenyewe uwe bora. Kwa sababu wanapotufundishia wanawake zetu, wewe kama hujafundishwa unaweza kawa sio bora, lakini ukipata mafunzo kutoka kwake, na imani hata ndoa yenu itadumu. Hapo umesema sana. Kiukweli vijana walio wengi wa sasa wanahisi kama haya mambo yashapitwa na wakati. Natamani nipajue hapo kwa huyo kungwi dume ili aweze kwenda kunifundisha haya yote mnaofundishwa nyinyi. Nisingetamani nipitie changamoto ambazo nahisi vijana wenzangu wanazipitia za kupoteza ndoa zao na mapema. Kuhusu rafiki yangu, mimi nitazungumza naye, kila kitu kitakuwa sawa. Mimi ninachokihitaji ndoa zetu ziwe bora ili iwe funzo kwa watu wengine wote. Nitashukuru sana rafiki yangu. Cheza sasa. Hapo nimekubali sina. Sawa. Ongera mama Nuru we, ongera na mimi mwana ongera. Ongera mama Nuru we, ongera na mimi mwana ongera. Mama Nuru we. Siku hizo umegeuka kishia mwanangu. Kwa nini ma? Naona haya mambo uliokuwepo nayo leo sio kawaida yako. Nakupa maua yako mama. Hongera. Kama ni chuzi ni lile lilokolea nazi, na wewe ndio nazi yenyewe. Kiwazungumzia watu wenye akili hapa kijijini, ukinitoa mimi unafuata wewe. Kivipi labda? Umefanya vizuri sana mwanao kuto kumpeleka kwa fundi kwenda kukungu. Asante mwanangu. Nimepokea hongera zako. Ndio mama. Lakini na wewe inawezekana huko katika pitapita zako kuna vitu umevipata kuhusu mimi. Mie tena. Bora utoshi. Baba, wache waseme, lakini msimamo wangu utabaki pale pale. Sioni maana kwamba ati mwanawe mtu akikua apelekwe kwa somo achezwe. Ndio mila na desturi zetu, na mtu akitaka kuolewa lazima apelekwe kwa kungwi ili akafundwe. Kwa kungwi gani? Kwa hiyo mimi nimchukue mwanangu nimpeleke kwa kungwi akafundishwe kipi? Na baba usisikie. Kungwi mkubwa wa mtoto ni mzazi. Kwa hiyo mimi ndio kungwi wa Nuru. Nitamfundisha kila kinachostahili na ndoa yake itadumu. Nimpeleke kwa kungwi ili iweje? Hakuna cha kungwi dume wala kungwi jike. Mwanangu ataolewa na mambo yake yatakuwa mazuri. Ndiyo mama Nuru. Hizo ndo sifa za mtoto wa kike. Hasa ukiwa umesimamia msimamo wako. Lakini na wewe Mbura hautoshi. Inawezekana hapa tulipoongea utazisambaza habari hizi mji mzima, kwa sababu mwanangu na wewe mwandishi wetu wa magazeti wa kujitegemea. Peleka na hili. Mwanangu kwa kungwi haendi, harusi ikifika ataolewa, mambo yake moto moto. Habari. Ewe njiwa, nitapeleka salamu kwa wale na bado. Za hapa mwanangu. Kwema? Kwema tu mama, shikamoo. Marahaba. Nimekumisi. Nikaona leo nije nikuone. Mimi nipo. Unafuata ya kungwi lakini? Ndiyo mama, namfuata na namsikiliza vizuri. Basi vizuri. Nataka umsikilize kungwi wako ya kuingia akilini. Mabaya uyaache hapa, uondoke na mazuri tu. Sawa mwanangu? Ndiyo mama.
Lakini mama, mbona sijamuona Nuru kabisa kwenye mafundisho ya leo? Na tulipaswa tuwe wote, lakini hata Kungwi ya kuuliza juu yake. Nimetegemea utauliza hilo. Nuru haji kwa sababu mama yake hajakamilisha vifaa vya kufundia. Kwa hiyo mama Nuru ameona heri mwanae asifundwe kabisa kuliko akaonekana hana maandalizi. Lakini mama, kufunda ni swala la kijiji kizima. Kumwacha Nuru nje si kama kumdhalilisha. Ndio mwanangu, najua. Lakini si wote wana uwezo sawa. Mama Nuru ameona bora asionekane hana, akachagua kukaa kimya. Kila mtu ana njia yake ya kufikia ndoa. Unamwona huruma sana mama. Tuliahidiana kwamba tutafundwa pamoja, lakini sasa ni mimi peke yangu. Usihuzunike mwanangu. Uhusiano wenu wa rafiki wenu hauwezi kuvunjwa na hili. Ukifundwa vizuri, utakuwa mfano. Nuru ataona kupitia kwako. Hayo ndio maisha, kila mtu ana wakati wake. Sawa mama, lakini moyo wangu haujapenda. Ndio dada, nataka kuwa mwanaume mwenye heshima, lakini mara nyingi nashindwa kumwelewa mwanamke sahihi, hasa yule anayejua mipaka yake vizuri. Nifanye nini dada? Uelewa hawezi kujengwa kwa haraka. Zaidi. Kwanza sikiliza. Msikilize mwanamke kabla ya kuzungumza. Pili, heshimu sauti yake hata kama haikubaliki kwako. Na tatu, kila kitendo chako kiwe cha heshima, sio kwa hofu wala hila. Sawa. Nimekuelewa dada yangu. Nataka kuoa. Nataka ndoa yangu ni imara zaidi. Lakini dada, kuna siri gani unayojua kuhusu mwanamke? Ili akupende, akuthamini na kukuheshimu pia. Eti dada. Siri ni kuonyesha utulivu wako. Zaidi. Mwanaume anayejua kujiboresha na kujifunza hujengeka kama mti thabiti. Heshima na uaminifu ni mizizi, na uvumilivu ni tunda. Bila hayo, mazao ya ndoa hayawezi kudumu. Babangu, nakuahidi nitaitafuta mzizi mmoja baada ya mmoja. Nataka ndoa yangu imara zaidi hapa kijijini na ya kuigwa na vijana wale wengi, na si kama ndoa zingine ambazo hazina amani na furaha ndani yake. Amini kwa dada yangu, nakuahidi. Hapo ndipo ilipoanza. Lakini kaka, hekima ya mwanamke haikosi. Mwanaume anayejua kumsikiliza mwanamke ndiye hujenga amani ya nyumba yake. Nakuelewa dada. Asante kwa maneno mazuri. Yaani kila siku kwa sio ubunifu. Tuendelee kula basi chai na poa. Kungwi dume, kiboko ya magume gume. Mwali wangu, niliona kufundisha kuhusu kuku. Kwanza kabisa tuanze kwenye hatua uchinjaji. Mara nyingi kuku akichinjwa shingo inabaki kuwa mchinjaji. Hapa sitaki kufunguka mwali wangu. Kuku akisha chinjwa, hasa kwenye hatua ya kumtengeneza, upaswi kumtengeneza ukiwa na wageni. Sio umekaa na kuku mbele ya wageni unamnyonyoa manyoya. Huo ni usungo na ni mwiko. Usifanye hivyo mwali wangu. Kuku ananyonyolewa ukiwa mwenyewe au ukiwa na mtu ambaye hata akiona hawezi kukupa faini. Mfano, ukiwa na wifi yako unaweza kumnyonyoa kuku. Ukiwa na mdogo wako unaweza kumnyonyoa kuku. Ukiwa na mtoto wako unamnyonyoa kuku. Ila upaswi kumnyoa kuku mbele ya mumeo. Na kama utamnyonyoa mbele ya mumeo, basi mpe mgongo wako ili asione kinachoendelea. Maana kuna baadhi ya maeneo ni usungo mwanaume kuyaona wakati unanyonyoa kuku. Na sitokwambia maana yake, bali nitakuachia tu fumbo mwali wangu. Ukiolewa ndio nitakupa maana halisi, sawa? Hivi unajua kuku na vidole vingapi? Maskini mwali wangu hajui. Pole.
Kuku ana vidole 4 na vidole vikuu ni 3 na kile kidole cha pembeni kina maana yake unyagoni. Unataka nikuambie maana yake? Sitakupa maana mwali wangu. Nataka kufundisha vipande vya kuku. Ili swali ukiuliza Misungu atakwambia kuku ana vipande 4, wengine watakwambia 8 na wengine sijui atakwambia 3. Mwali wangu, kuku ana vipande 12, ana vibawa 2, ana mgongo ulioungana na bungubungu. Kukata ni maamuzi yako, lakini katika hesabu unatakiwa ukate vitoke 2. Kuku ana mapaja 2 ya juu na mapaja 2 ya chini, na ana shingo na miguu 2. Kujumlisha vyote anakuwa na vipande 12. Na katika vipande vyote hivyo kuna vipande vingine unapaswa kula wewe, vingine apewe shemeji yako, vingine apewe mama yako mkwe. Na maanisha katika pande zote 2 zitatumika katika kuku kupewa. Sawa mwali wangu? Sasa ukisha kuwa nyumbani kwako, umeshatengeneza tayari na kumpika na vitu vyote umeshavitia mle. Kama ni mpenzi wa utumbo unaweza kuweka, ila sasa vipande vya kugawa special rasmi ni mapaja 2 kwa ajili ya mumeo. Mume ali kidari wala bugubungu wala chochote kile. Nyama kuu ya mumeo ni mapaja. Upo mwali wangu? Mimi ndo kungudume sumu ya Misungu na uko sehemu salama mwali wangu, wala ondoa shaka. Sasa nakufundisha kuhusu vidali. Siku zote vidali ni kwa ajili ya wakwe zako, aidha mume wako au upande wako wewe, baba yako na mama yako. Sasa twende kwa mashemeji. Siku zote mashemeji wanapewa kipapatio. Shemeji apewi nyama nyingine yote ile. Ukimpa nyama nyingine atakufikiria vibaya, na akikufikiria vibaya atajiongeza. Akijiongeza huna jinsi mama. Shauri yako. Ndio pale utashangaa. Shemeji huko mnazimata. Na mumeo akitaka kula nyama nyingine mpe firigisi. Mumeo hali ini, labda muwe wawili na atake, lakini kama unampa ini utakuwa unampa maana tofauti kabisa. Ingawa wanaume wengi wajengia jando kufundwa, haya hawayajui. Wao kazi yao nafakamia tu minyama. Mwali wangu, nyama ya mwanaume ni kipaja. Leo nakutoa kwenye usungu. Na kama mumeo anapenda vitu vichache kwenye maisha yenu ya kawaida, sio kwenye kombe, unaweza kumpa shingo, kwa sababu shingo ni sahihi yake. Unataka nifunguke kwenye shingo? Shingo ni mboga za majani. Unajua kuchuma vizuri mwali wangu, na kama unajua kuchuma vizuri mboga za majani utakuwa umenielewa. Kingine unaweza kumpa firigisi, na maana ya firigisi ni mapupu. Na kuna kile kimkungu cha kuku kinakaaga nyuma, unakijua? Kwa daktari mwali wangu, ile huwezi kumpa mkwe wala mtu yoyote yule, labda kama unapenda kile kimkungu. Wengine wanakiita kisubi. Ile unatakiwa ule wewe mwanamke kama unakipenda, lakini ile nyama huwezi kugawa kwa mtu yoyote yule. Ndio maana walio wengi wanakata. Na hata kipapatilo kwenye kutengeneza, kwenye kile kichuchumio cha mwisho kabisa, hakipaswi kuliwa. Kile kina maana tofauti kabisa, ila sitokupa maana yake. Sasa ili kisiliwe, wengine huwa nakata kile kichuchumio cha mwisho cha juu. Na ukikiacha kwa sisi wa Tanzania sio mbaya, ila mwenye kujua maana atakutafsiri vibaya wewe ulimpa chakula. Haya mwali wangu, sitaki nichoshe akili yako. Kesho nayo ni siku. Jamani ni kungwe dume, alo, jomone mumone, kiboko magume gume ya mapenzi. Oh, kungwe dume, utajifunza mengi si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwe huyo, kungwe dume kwa mafunzo yake. Kungwe huyo, masomo yake. Kungwe huyo, kungwe huyo, utajifunza mengi si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwe huyo, kungwe dume kwa mafunzo yake. Kungwe huyo, masomo yake. Kungwe huyo,